Usimkatie mtu tamaa ni miongoni mwa misemo inayotamba sana duniani. Maneno haya sio mageni jijini. Mwamba huyu alizaliwa Disemba 3 msimu wa mwaka 1992 Tanzania. Ana urefu wa mita 1.79. Uwanjani anacheza kama left footer, yaani anatumia mguu wa kulia. Je, unamjua ni nani? Ni miongoni mwa wachezaji nguli kuwahi kutokea na mwenye historia ya kipekee kabisa. Wengi wakipenda sana kumuita kwa jina la utani kama nungunungu, lakini mimi napenda sana kumuita Chief of the Chief wa machief wa kabumbu. Je, unamjua mchezaji huyu ni nani? Basi fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili umjue kiundani zaidi. Mwamba huyu alibahatika kucheza vilabu mbalimbali kama vile klabu ya wekundu Msimbazi Simba, Young Africans, lakini pia hadi timu ya taifa, yaani national team. Katika klabu ya wekundu Msimbazi Simba alibahatika kujiunga tarehe 1 mwezi wa 7 msimu wa mwaka 2014 mpaka tarehe 12 mwezi wa 7 msimu wa mwaka 2023 alipotamatika katika klabu hiyo. Ni miongoni mwa wachezaji wamecheza dabi nyingi za Kariakoo, huyu akiwa kwenye listi. Unamjua ni nani? Tarehe 12 mwezi wa 7 msimu wa mwaka 2023 mpaka hivi sasa msimu wa mwaka 2025 akabahatika kujiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Japokuwa ni mchezaji ambaye hapati nafasi ya kucheza uwanjani, lakini maswali mengi huwa anajiuliza kichwani. Msimu huu wa ligi unaenda kutamatika 2025. Mwamba huyu ataendelea kusalia katika klabu hiyo, au wewe una maoni gani kuhusiana na hili? Lakini mwamba huyu alibahatika kuitwa katika timu ya taifa kuanzia pale msimu wa mwaka 2012 mpaka hivi sasa akikadiriwa kucheza mechi takriban 33 huku hakuingia nyavuni hata mara moja. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Langu jina ni Razak Mkuruma. Hii ni Simulizi Dhahiri TV, na huyu niliyokuwa namzungumzia ni Jonas Gerard Mkude. Wewe ni mtu wa maana kabisa.